Ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, nachozungumzia hapa ni swala la serikali. Ni wengi wanaoilaumu serikali na hata mwaka jana kufanya yale ambayo watu waliamua kufanya, wakisema serikali ni mbaya. Serikali ni mtu anayesimamia utu wa watu, anayesimamia sheria zisizokuwa kandamizi kwa wananchi wake. Sizungumzii serikali kuu mimi, ninazungumzia serikali ya mtaa. Hata kama nikinyamaza, bado nitabaki kuwa mkosefu kwa hali niliyofikia. Hata kama nikisema, nitabaki kuwa mkosefu. Kwa hiyo bora tu niseme. Viongozi wawili wa mtaa wangu, balozi na mwenyekiti wa mtaa, wameshiriki kuvunja ndoa yangu. Wameshiriki kuondoa kipenzi changu, mwanamke ambaye niko nampenda. Ambapo sasa kama serikali wanatakiwa wao wasimame kushauri, wao wamesimama kubomoa. Watasema tumebomoa vipi? Mmebomoa namna hii. Je, ni halali mwanamke wako, mke wangu, akaishi kwa balozi siku 2 bila kuitwa na balozi muyazungumuze au kupewa taarifa? Siku 2 mke wako yuko kwa balozi, haujui kilichompeleka pale na haujaitwa. Tunaweza tukaizungumzia serikali ni mbaya, kumbe watu wa chini, viongozi wa chini ndio wanaoharibu serikali. Nimeamini na nina imani wananchi tulioko chini tunanyanyasika sana, hasa ambao hawana uwezo wa kifedha. Mimi na mke wangu tulikuwa na ugomvi wa mkopo. Nimehitaji kukopa, mke wangu amekataa kukopa, amekataa kusaini fomu. Mke wangu ameenda kushtaki kuwa nimenyamaza, nimeacha kuhudumia familia kwa sababu amekataa kusaini mkopo. Na mkopo huu ulikuwa kwa ajili ya kuhudumia familia. Na viongozi wakaamua kukaa naye. Yaani kuanzia hiyo siku anaenda kushtaki hilo kwamba nimeshindwa kutoa matumizi, badala ya kuniita wanikanye. Wao wakabeba majukumu ya kumchukua na kwenda kukaa naye nyumbani kwao. Wakaacha watoto nyumbani, na wao wakabeba mke wangu. Je, ni halali? Ni kweli? Ni desturi yangu mimi na mke wangu, katika hali fulani tukikwama, tulikuwa tunaenda kuchukua mkopo, ana saini akiwa mke wangu. Kaja kumgaramikia tuna huyu. Naomba amechukua barua ya mkopo, akaniambia nipe saini. Nikakataa kusaini. Kama dirisha ya mkopo haya ya kausha damu. Kaja na wale wahusika, nataka kuchukua mkopo, nikakataa sababu sina taarifa ya maelekezo kwamba mkopo unatoka. Ulivyokataa, nilivyokataa, amechukia mume wangu yuko kwa familia. Kwa sasa mtu akimtelekeza kumwomba na matumizi, toi mtoto anaumwa na dawa. Toi saizi ile kila nikipika anakuja. Utasema mama ni wa familia. Ndio sana tenda kwa toi. Siku hiyo amekataa kwa makusudi, sikujua hata sababu. Na mimi sina hela yoyote mfukoni. Siku moja, ya pili, nimeacha kitu kidogo. Ya tatu,
anaingiza mada ya kwamba sasa mimi sihudumii familia na ninajenga nyumba imefika kwenye renta bila kumshirikisha, kitu ambacho sio kweli. Katika kumhoji nani aliyemwambia na iko wapi hiyo nyumba na kwa nini, na kumwelezea jinsi ambavyo hali ni ngumu, akakimbia ndani. Na kuanzia hiyo siku akaenda kuishi kwa balozi siku 2. Na siku ya pili anapika chakula kutoka kwa balozi, ananiletea mimi nile nyumbani kwangu. Wananchi tunapozungumza kwamba viongozi wanafanya makusudi, wanafanya makosa, wanakataa kuwa hawafanyi makosa. Nilipojaribu kuzungumza, nimemuuliza mke wangu, hivi kwa balozi ni kwa mume wako ni kwa nani? Imeonekana mimi nimemuozesha kwa balozi, nimemtukana balozi. Tumekaa pale kwenye kikao, mwenyekiti ananiambia, Lienzi, ukiwa mbishi nitakutengenezea kesi kwa sababu ulishawahi kukamatwa na simu ya wizi. Hauwezi ukamdhalilisha kiongozi. Huyu amekaa na mke wako, ni kiongozi. Kwani kiongozi hawezi kukaa na mke wako? Sikatai. Anakaa na kiongozi kwa sababu zipi? Nimekosana na mke wangu kwa sababu ya kusaini mkataba, sijafanya kitu chochote. Anakaa naye vipi? Basi kama mimi nilikuwa mtuhumiwa au mimi nilikuwa mkosefu, nimemkosea mke wangu, ningekamatwa mimi nikaenda kuwekwa lock up ili kulinda usalama wa huyu mama. Lakini kwa nini mumshikilie mlalamikaji, muache kumshikilia anayelalamikiwa? Mwenyekiti amekula njama na fundi umeme mmoja, siwezi kusema mkandarasi, fundi umeme mmoja ambaye alikula mchongo na mwenyekiti. Wakawaambia wananchi wa mtaa kuwa TANESCO imetoa ofa kwa wananchi ambao wako karibu na nguzo kufanyiwa wiring. Na ofa hiyo ni 130,000. Wananchi wengi wamefanya wiring chini ya kiwango cha pesa hiyo. Ila ni kwa sababu mwenyekiti alisimama kama ni mzamana au kuwa ndo yeye akiwa mshikiliaji wa maendeleo ya mtaa. Likafanikiwa pamoja na nyumbani kwangu. Nikiwa sipo, napigiwa simu, watu wa umeme wamekuja. Wanasema kuna ofa, nikamwambia ofa ya namna gani? Wanasema wana ofa na ikipita hii hatutapata umeme. Nikampigia simu mwenyekiti. Mwenyekiti, huyu umeme ofa imekaaje? Akasema tuma tu, nimeongea na nani kwako utaingia umeme. Shida haipo, ni ofa ambayo inatoka TANESCO wamesema. Nikamwambia mimi katika nyumba yangu kuna vitu nimeweka. Kipindi napiga lipu nyumba yangu kuna vitu niliweka, kwa hiyo nilichobakiza mule ni menu socket. Kwenye 130,000 hiyo pesa ni kubwa sana, mimi nina hela kadhaa. Nikamwambia na 50,000. Akasema basi ngoja niongee nao. Kwa baadaye anipigia mwenyekiti ananiambia tuma hela. Na tuma hela, kumbe mwanamke wamemlagai, ameongeza pesa yake nyingine 80,000. Imekuwa 130,000. Natoka safarini nilikokuwa kwenye kikazi, nafika nakuta kuna menu switch njia 2, taa 2 ya sebuleni na ya nje. 130,000 imeenda. Na walisema kuwa ndani ya 130,000 ni pamoja na malipo ya TANESCO ya 27,000 umeme wa REA. TANESCO wametoa ofa kwa watu wa kijijini umeme wa REA kuwa badala ya kulipia pesa nyingi unalipia 27,000 tu. Mwenyekiti anakuja kutudanganya kuwa kwamba ni ofa ya TANESCO, na pamoja akiwa na huyo fundi wake. Nilipomfuatilia fundi ananiambia wewe ndio uliyenipa hela. Nilinyamaza kimya. Lakini haya nimeamua kuyazungumza kwa sababu wameamua kuingilia ndoa yangu. Mimi katika kikao changu cha ushauri ambao kwamba walikuwa wamekuja kunishauri kwenye ndoa yangu, wakiwa na upande wa ukweni, wamemuita baba yangu kumdhalilisha. Nimewasha laptop ili niweze kuonyesha, kutoa sauti, ushahidi wa sauti wa matendo aliyonifanyia mama mkwe wangu. Lakini pia
kupitia laptop ni rekodi mazungumzo ambayo tutayazungumza hapo, yawe kumbukumbu kwetu mimi na mke wangu, au nione kama ni mabaya au sio mazuri, basi tuone jinsi ya kusaidiana. Mwenyekiti akanikataza na kunipiga marufuku kuwa ni kikao cha kiserikali. Ingia mtandaoni. Ama na vitu tu yao. Baada unaweza kukuta tunarekodia sasa. Tunakuwa kama kwenye serikali. Sasa hebu mimi kuombe zile kwanza hiyo kompyuta. Baada ya kunikataza ndipo wananitishia kuwa watanisingizia kesi kwa sababu nilishawahi kuwa na kesi ya wizi wa simu. Waniambie toka nikae hapa, tukio gani nilowahi kulifanya kwenye mtaa huu? Kiongozi nani nimekosana naye? Ni jirani nani ambaye nimewahi kutukana naye? Serikali ya chini inavyovuruga viongozi wananchi walioko chini, ndivyo hata serikali ya juu inalalamikiwa. Kwa hiyo serikali ya juu kama hamtasimama pia kuwakanya na kuwapatia semina viongozi wa chini, wataendelea kuiharibu serikali kuu, wataendelea kuiharibu. Mimi ni mwana CCM. Nina kadi. Tena hapa. Nina kadi hii hapa ya chama. Siwezi kuisema vibaya serikali yangu. Inajitahidi, inafanya vizuri, na katika jimbo langu mbunge anajitahidi sana. Namshukuru sana, na kuna sehemu nyingine aliwahi kunisaidia. Viongozi wakihitaji kunionea, mbunge wangu nakupenda sana. Serikali inajitahidi kama baba wa familia anavyojitahidi kufanya maendeleo kwenye familia, lakini kwa sababu ya majukumu mengi ndio maana vitu vingine havikamiliki kwa wakati. Wamechukua vitu vyangu, mwanamke ametoka akachukuliwa na nyumbani kwao, wakabeba vitu vyangu wakaenda kuviweka kwa balozi. Namuuliza mwanamke vitu vyangu viko wapi? Naambiwa nenda kwa balozi. Balozi naye anakwenda kuniambia vitu ambavyo sio sahihi. Najaribu kwenda polisi kunisaidia, bado ninaonekana mimi ni mbaya. Mazungumzo yao yote ni haya. Nina ushahidi mwingi zaidi ya jinsi ambavyo nafikiria. Sijasema kuwatukana, sijasema kuambia vibaya, ila ninawaambia mlioyafanya kwangu ni mabaya. Maana yake ninavyosema msiyarudie kwa watu wengine. Mimi kwangu yameshatendeka, kesho yatakuwa kwa fulani, kesho yatakuwa kwa fulani. Maana yake tutabaki kuwa tunasema serikali ni mbaya. Kama nasema uongo, waniambie neno la ushauri walilolitoa katika kikao hicho ni neno gani, au mcomment kitu chochote hapa. Mniambie katika neno la ushauri mlilolizungumza kitu gani mliniambia mimi, kunionya au kunishauri. Kama washauri kweli walishauri ndoa yangu. Najua katika ushauri kuna mambo mawili. Aliyefanya kosa aonywe asije akarudiwa kosa, na aliyefanywa kosa basi asamehe au afidishiwe kitu ambacho amefanywa, amekosewa kama mzumio, ili kuwaunganisha hawa watu waishi pamoja, wanandoa, watu wa jamaa, jamii nayo wazunguka, au majirani kwa majirani wamekosana kwa kudhulumiana au wamekosana kwa namna yoyote, wanawekwa pamoja, wanashauriwa kwamba inachotakiwa sasa, jamani, iwe hivi. Wewe fulani usije kurudia hili jambo, na kwa sababu huyu ameomba amefikisha hapa, fulani wewe umsamehe na pokea hiki ambacho amesema, kwa kupitia hiki umsamehe. Au ndugu yangu bwana, mimi nimekusamehe, ulifanya makosa, jamani, mimi nilifanya makosa, nisameheni, ninaomba sasa mambo mengine yaendelee. Jirani yangu, ujirani unaendelea. Lakini pale unaposema kwamba wewe jirani, toka hapa nenda kule, maana yake nini? Unatengeneza au unabomoa? Mwenyekiti na balozi wameibomoa nyumba yangu, wamefurakanisha mahusiano yangu na mke wangu. Huu ni ukweli, na hata kama wakikataa wameshiriki. Niko kwenye vita, niseme hivi, nipo kwenye vita kubwa, lakini nimekubali yote. Waliopotea bila sababu katika nchi yetu walizungumza haki, na mimi nikipotea au nikifo kwa njia yoyote, nimesema haki, na hii
ili hata watu wa chini waone uwepo wa serikali kuu. Inatakiwa serikali kuu iasimamie haya mambo. Kama hawana elimu viongozi wa chini, basi wapewe semina. Naomba unisamehe mwenyekiti wa kitongoji kama nimekukosea kwa maneno haya na balozi wangu, ila huu ndio ukweli. Na kama mtataka nitoe ushahidi zaidi ya huu, nitazungumza. Kwa kwamba viongozi wa mtaa wanashiriki kuondoa amani kwa watu, kuondoa uaminifu kwa watu na serikali yao, kwa sababu ya matakwa yao, kwa sababu ya kutokuwa na elimu, sijui kwa sababu ya kujisikia tu kwamba wao ndio serikali, wanaweza wakafanya kitu chochote.